Tutamkumbuka kwa mengi tu, licha ya mimi kupewa daraja la uaskofu kule Roma, na baadaye ya kurudi nchini, tulikuwa na mashirikiano naye, na kwa karibu zaidi kama umeulizia Tabora, wakati mimi nimehamia Tabora tarehe ya 27 mwezi Januari mwaka ule wa 2007, yeye alikuwa ni miongoni mwa maaskofu waliohudhuria sherehe zangu, na kwa kweli yeye ndiye aliniketisha kitini, kiti cha uaskofu cha jimbo kuu la Tabora, pamoja na aliyekuwa balozi wa Papa alikuwa anaitwa Joseph Chenoth, ambaye naye ni marehemu, Mungu amweke pema. Ndio aliniketisha kwenye kiti cha kiaskofu hapa Tabora. Kwa hivi hiyo tutamkumbuka, lakini vile vile kwenye sherehe mbalimbali, matukio mbalimbali ambayo tumekuwa nayo katika jimbo kuu la Tabora, na lililo karibu zaidi likiwa ni lile la kusimikwa kwa kardinali wetu Mwadhama Kardinali Protas Rugambwa, na yeye alikuwepo katika sherehe hizo tulizozifanya tarehe 19 mwezi wa Novemba 2023. Kwa hiyo alikuwepo. Kwa matukio kadha wa kadha yamekuwepo. Tulipokuwa tunatabaruku kanisa la Hija, tunapaita Pahija Ifucha, mwaka ule wa tarehe 25 mwezi wa 9 2022, na alikuwa miongoni mwa maaskofu waliofika kwenye sherehe hiyo. Kwa hiyo amekuwa akishiriki, na ilikuwa aje tarehe 20 mwezi Septemba hiyo 2000 mwaka jana 2025, wakati nilipokuwa naadhimisha miaka 50 ya upadre. Ilikuwaje? Lakini alikosa ndege, basi ikawa hakufika. Sawa baba, na ungetamani kanisa na Watanzania kwa ujumla wamzungumzieje, wamkumbuke vipi wakati wa utume wake Askofu Pengo? Labda tu kabla sijaligusia hilo, ningependa kuongeza kipengele kimoja kuhusu familia yao. Ni kwamba anayo bahati kuwa katika familia yao, si yeye peke yake ambaye ni padre, si yeye peke yake ambaye ni askofu. Tangu mwanzo kabisa miaka ile 64 alikuwa na binamu yake, walikuwa wanasoma pamoja na walifanya mitihani pamoja ya Cambridge. Alikuwa anaitwa Padre Godfrey Mwanisawa, alikuwa ni binamu yake. Bahati mbaya alishatangulia mbele ya haki, lakini waliopo hai tunaye Mhashamu Askofu Liberatus Sangu wa Shinyanga. Huyu ni ndugu yake kabisa, anatoka kwa mama mdogo wa baba Kardinali marehemu Pengo. Lakini huyu Padre Askofu Liberatus Sangu anaye kaka yake ambaye anaitwa Padre Joachim Sangu. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wangu
form 5 na 6 darasa madarasa ya juu ya kidato cha 5 na 6 katika seminari kuu katika seminari yetu ya Mtakatifu Karoli Borromeo Itaga. Kwa hivyo na nimesikia sijakutana na kijana huyo. Vile vile kuna mmoja wa jina anaitwa Padri Pengo ambaye ni mtoto nadhani kutoa dada yake au katika ukoo wao. Kwa hivyo tunaweza kuhesabu kwa haraka kabisa kwamba wako mapadre kama 5 hivi na yakiwa. Ni kweli nimetokea kumfahamu, na si kwamba tumekuwa pamoja katika ujana wetu. Yeye alisoma katika seminari ya Kaengesa miaka hiyo ya 60 na miaka 70. Kwa sikuweza kukutana naye kwa ukaribu kwa sababu mimi nimesoma zamani wa seminaristi wa jimbo la Kigoma walikuwa nakwenda kusoma Kaengesa seminari, kwa sababu tangu mwanzo wa Ukristo mwaka wa 1885 wote Kigoma hata Tabora kwa kiasi fulani tulikuwa chini ya vikariati ya Tanganyika, na makao makuu ya wakati ule ilikuwa ni Karema. Kwa hivi masomo, mafundisho, malezi ya waseminaristi yalikuwa yanafanyika kwenye kanda hii na hasa Kigoma na Mbeya tulikuwa tunakwenda kule Sumbawanga. Lakini mwaka 66 wakati mimi nimeanza kidato cha kwanza, tuliletwa wale ambao walikuwa nakwenda Sumbawanga, tuliletwa kuja kusoma Tabora. Nikaja katika seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Borromeo Tabora. Alafu seminari kuu tukapishana, yeye anapata ubadilisho mwaka 71, mimi naingia Kipalapala mwaka 72. Kwa hiyo hatukukutana. Tumekuja kukutana kwa muda mfupi, miaka michache, wakati amemaliza masomo Roma na amekuja kufundisha Kipalapala, wakati mimi nilikuwa nafundisha Itaga seminari. Kwa hivyo hapo tulianza kukutana kidogo, na baadaye ndio mwaka 78 kama nilivyosema alipohamishiwa kwenda Segerea. Basi hapo hatukuonana sana, isipokuwa kwenye mikutano ya wakuu wa seminari. Nyakati zile kama maaskofu walikuwa na mkutano wa mwaka, walikuwa nawalika vile vile marekta au viongozi wa seminari kubwa na ndogo kuhudhuria sehemu ya mikutano hiyo ya maaskofu. Basi hapo napo tulikuwa tunaonana hivyo, lakini baadaye tumefahamiana zaidi sana tulipoingia wote katika baraza la maaskofu, na kwa tumefanya kazi pamoja kwa ushirikiano mzuri. Wao kama walikuwa viongozi wetu wakubwa hapo, maaskofu wakuu, na baadaye ikiwa vile vile kardinali na nini, basi walikuwa ndio wawakilishi wetu kwenye vikao pengine na uongozi wa nchi. Walikuwa kama kuna kitu cha kuzungumzana na viongozi wa nchi, basi alikuwa kati ya wale waliokuwa wanawakilisha baraza kukutana na uongozi wa nchi kwa masuala mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusu kijamii na vile vile hasa kijamii na nini. Hivyo amekuwa ni kiungo muhimu sana katika
mawasiliano kati ya baraza na serikali kwa muda mrefu tu, na bila shaka mchango wake huo tumekuwa tukisikia unatajwa kwenye vyombo vya habari wanapojaribu kumwelezea ni nani. Kwa kweli alikuwa ni mtu makini sana, mtu ambaye alikuwa hasemi mengi, lakini anapotoa kauli zake zilikuwa zinaheshimika.